Jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran lilitangaza rasmi dau la dola 30,000 za Kimarekani sawa na zaidi ya bilioni 79 za Kitanzania kwa mtu yeyote atakayemuua au kumkamata na kumkabidhi mwanajeshi wa Marekani kwa jeshi hilo. Tangazo hilo lililotolewa na mkuu wa majeshi ya Iran, Jenerali Amir Hatami, lilikuja katikati ya mivutano mikali ya kijeshi inayotokana na kauli ya Rais wa Marekani Donald Trump aliyetishia kutangaza eneo la mlango wa bahari ya Hormuz kama sehemu ya mamlaka ya Marekani. Ripoti pia zimedai kuwa katika hatua iliyoshtua wachambuzi wengi wa masuala ya usalama, Jenerali Hatami alibainisha kuwa ikiwa operesheni hiyo ya kumuua au kumkamata askari yeyote wa Marekani itafanywa na mwanamke wa Iran, zawadi hiyo itaongezeka mara 2 na kufikia dola 60,000, huku kwa wanaume ikiwa ni dola 30,000. Aidha, jeshi hilo liliongeza kuwa silaha yoyote itakayotumiwa na raia kutekeleza shambulio hilo itanunuliwa na serikali kwa mara 2 ya bei yake ya sokoni, ili silaha hiyo iwekwe kwenye makumbusho maalum ya taifa ya kupinga uvamizi. Kwa mujibu wa shirika la habari la serikali ya Iran IRNA, mpango huu uliandaliwa kufuatia shinikizo na maombi mengi kutoka kwa raia wanaotaka kushiriki katika kile wanachokiita financial jihad dhidi ya Marekani. Mzozo huu sasa unajiri huku kukiwa na historia ya mapigano ya hivi karibuni kati ya mataifa haya mawili, ambapo Februari 28 vita hivi vilipata kasi baada ya majeshi ya Marekani kushirikiana na Israel kushambulia maeneo ya kimkakati ndani ya Iran. Lakini kwa Aprili kusitishwa kwa mapigano yani ceasefire kulifikiwa baada ya siku 40 za mapigano makali, ukilinganisha na Juni ambapo mazungumzo ya amani yalivunjika kabisa na kupelekea kurejea kwa mashambulizi ya hapa na pale, hasa kusini mwa Iran na kwenye njia kuu ya usafirishaji mafuta duniani, Strait of Hormuz. Uchochezi huu wa kifedha umetajwa kuzua wasiwasi mkubwa wa kiusalama katika ukanda wa Mashariki ya Kati, huku ukiwa hakuna askari wa ardhini wa Marekani waliopo rasmi ndani ya Iran. Hata hivyo, vitisho hivi vimeanza kuongeza hofu ya kiusalama kwenye meli za kibiashara zinazopita katika Ghuba ya Uajemi, hali inayotajwa kuanza kusababisha mabadiliko ya kuyumba kwa bei ya mafuta duniani na petroli nchini Marekani. Zaidi ya hayo, hadi kufikia leo Agosti 17 mwaka 2026, idara ya ulinzi ya Marekani imeripotiwa kuwa haijatoa jibu rasmi la umma kuhusu tangazo hilo la Iran kwa wanajeshi wake. Mimi ni Regina Baltazari. Hizi ni ripoti kimataifa.